Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Mwigulu Nchemba sasa mshambulia Tundu Lissu akiwa gerezani. Tundu Lissu wa Chadema kwa njia isiyo moja kwa moja aitaja Chadema na vyama vingine vya upinzani kwa shutuma hizi kali siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Makabiliano mapya ya kisiasa yameibuka usiku wa leo wakati kiongozi mkuu wa serikali Mwigulu Nchemba alipoanzisha mashambulizi ya wazi na ya kisanii dhidi ya upinzani hasa Chadema, shambulio lililotafsiriwa na wengi kuwa lilielekezwa kwa kiongozi wa Chadema Tundu Lissu pamoja na John Heche bila kumtaja jina moja kwa moja. Akizungumza hadharani na kuchagua maneno yake kwa makini, Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania aliweka matakwa ya kikatiba ya upinzani kuwa ya hovyo na ya hatari sana, mara moja yakiibua mjadala wa muda mrefu wa kitaifa kuhusu mageuzi, uchaguzi na utulivu wa kisiasa Tanzania. Akiwahutubia wakazi katika ziara yake ya kikazi Bunju, waziri mkuu wa Tanzania wilaya ya Kinondoni, Nchemba alitumia ziara ya ukaguzi wa maendeleo kama jukwaa la kisiasa na kuishambulia Chadema ya Tundu Lissu, akichanganya uwajibikaji wa serikali na ujumbe wa kichama wa mashambulizi. Wananchi walipokusanyika ili kusikia hotuba au sasisho kuhusu mradi wa soko na kituo cha mabasi eneo hilo, matamshi yake yalibadilika mara moja sana kuelekea siasa na kushambulia viongozi wa Chadema, ikiashiria kwamba serikali inauona mkakati wa sasa wa upinzani kama tishio la moja kwa moja badala ya mahitaji halali ya kidemokrasia nchini. Katikati ya matamshi yake, Mwigulu Nchemba kulikuwa na shutuma kali kwamba Chadema na vyama vingine vya upinzani hasa Chadema vinajaribu kwa makusudi kuipeleka nchi kwenye machafuko na fujo kwa kusisitiza mabadiliko ya katiba kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, bila kumtaja jina Tundu Lissu au John Heche, Nchemba aliwataja viongozi wa upinzani hasa Chadema kuwa ni watu wanaoendelea kutokana na mivutano na misukosuko Tanzania, huku akipendekeza miito yao ya kutaka mageuzi haihusu demokrasia na kuyumbisha taifa, bali inahusu kutaka kuleta machafuko. Alidai kuwa katiba si chombo cha kujadiliana cha kubadilishana chini ya shinikizo la kisiasa, akionya kuwa kuunda mageuzi kama sharti la uchaguzi kuna hatarisha kudhoofisha amani ya kitaifa. Katika masimulizi yake, msisitizo wa upinzani kuhusu muda ulionyeshwa kama ushahidi wa imani mbaya yenye lengo la kuchochea maandamano badala ya kushiriki katika mazungumzo halali na jumuishi. Nchemba alisisitiza kuwa mageuzi ya katiba ni mchakato mgumu wa kitaifa unaosimamiwa na sheria, si shinikizo la mitaani au makubaliano ya chama. Kwa kusisitiza utaratibu na uhalali, aliiweka serikali kama mlinzi wa utulivu, huku akiuchora mtazamo wa Chadema ya Tundu Lissu kuwa ni wa msukumo na mgongano. Tofauti hii ilionekana iliyoundwa kudhoofisha msimamo wa maadili wa upinzani machoni pa raia wa Tanzania ambao bado hawajaamua. Shambulio hilo lilichukua maana kali ya kisiasa kutokana na nafasi ya muda mrefu ya Tundu Lissu kama mtetezi mkuu wa mabadiliko ya haraka ya katiba na Chadema. Hata hivyo, wachunguzi wengi walitafsiri maneno ya Mwigulu Nchemba kuwa ni majibu ya moja kwa moja kwa juhudi za Chadema kupitia Tundu Lissu za uhamasishaji na ujumbe kwa umma ambazo zimezidi kuweka mageuzi kuwa ya dharura na yasiyoweza kujadiliwa na kutaka mageuzi ya katiba. Kwa kushutumu upinzani wa Tundu Lissu kwa kutaka machafuko, Nchemba alihamisha mjadala huo kutoka kwenye kiini cha mageuzi ya katiba na kuelekea kwenye masuala ya usalama na utulivu. Hata hivyo, wengi walitafsiri shambulizi hili kama moja kwa moja kwa Tundu Lissu na Chadema kwa sababu Tundu Lissu ndiye anayehimiza mabadiliko au mageuzi ya katiba. Hatua hii ya kejeli ilifanya Chadema kuwa sio wapenda mageuzi, bali watendaji wa kisiasa walio tayari kucheza kamari na amani ya taifa la Tanzania ili kufikia malengo yao binafsi. Aidha, alipouzilia mbali madai kwamba serikali ya Tanzania huenda ikasalimu amri na kuchelewesha uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2030. Hata hivyo, akisisitiza kuwa muda wa uchaguzi unalindwa kikatiba na si vitisho vya kisiasa. Kwa kufanya hivyo, alituma ishara wazi kwamba utawala hautakubali matakwa ambayo inayaona kuwa ya kuvuruga bila kujali jinsi yanavyopandishwa na viongozi wa upinzani. Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania pia alionyesha imani na matarajio ya uchaguzi wa chama tawala cha CCM na kupendekeza kuwa miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma umepata kuungwa mkono na umma Tanzania. Imani hii ilisimama kinyume kabisa na masimulizi ya upinzani wa Chadema ya mgogoro wa kidemokrasia na kutia nguvu madai ya serikali kwamba inabakia kuwasiliana kwa udhabiti na matakwa ya watu wengi. Hotuba hiyo
ilisikika vikali ndani ya duru za chama tawala, ambapo ilionekana kama msukumo wa lazima dhidi ya kile wanachokiona kama shinikizo la upinzani linaloongezeka. Hata hivyo, miongoni mwa wafuasi wa upinzani na sauti za mashirika ya kiraia, matamshi hayo ya Mwigulu Nchemba yalionekana kuwa ya kukatisha tamaa na makabiliano. Wakosoaji wanahoji kwamba kuweka matakwa ya kikatiba kama njia ya machafuko huepuka kushughulikia kiini cha malalamiko yanayotolewa, hasa wasiwasi kuhusu haki, utawala na ulinzi wa kidemokrasia. Kutokuwepo kwa majina ya moja kwa moja hakusaidia sana kupunguza athari katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya kisiasa. Jina la Tundu Lissu lilitawala mijadala haraka, huku wengi wakitafsiria hotuba hiyo kama shambulio la kibinafsi lisilo la moja kwa moja lililomaanisha kudhoofisha ushawishi wake Chadema na kudharau ajenda yake kabla ya msimu mpya wa uchaguzi wa mwaka wa 2030. Hata hivyo, kipindi hiki kinaongeza mtindo unaokuwa ambapo wahusika wakuu serikalini wanazidi kuangazia shughuli za upinzani kama suala la usalama badala ya usemi wa kidemokrasia. Wachambuzi wanaona kuwa utungaji kama huo unaweza kujumuisha uungwaji mkono miongoni mwa wapiga kura wenye nia ya utulivu, lakini pia unaweza kuhatarisha kuongezeka kwa ubaguzi na kutoaminiana. Wakati mjadala wa katiba ukiendelea kushika kasi, hatua ya Mwigulu Nchemba kuingilia kati inaashiria kwamba serikali ya Tanzania iko tayari kukabiliana na Chadema au upinzani wowote ana kwa ana kwa kutumia lugha kali na mamlaka ya kitaasisi kukabiliana na ujumbe wake. Mzozo huo si wa hila tena hata majina yanapoachwa bila kutajwa. Mtazamaji, kwa Tundu Lissu na chama chake, shambulio hilo linadhihirisha dhamira yake kubwa ya kisiasa ya kampeni zao. Inadhibitisha kwamba madai yao yanachukuliwa kwa uzito wa kutosha ili kupata majibu kutoka kwa takwimu za juu za serikali. Matamshi haya ya Mwigulu Nchemba yanazidi kuwa magumu kwa pande zote mbili. Matamshi ya Nchemba sasa yanaashiria kuongezeka kwa hali ya kisiasa ya Tanzania. Ikiwa mkakati huu unaimarisha msimamo wa serikali au unachochea uhamasishaji zaidi wa upinzani bado haijajulikana, lakini kilicho wazi ni kwamba vita juu ya mageuzi ya katiba sasa imekuwa moja ya masuala ya kubainisha na kuleta mgawanyiko katika nyanja ya kisiasa nchi. Zaidi ya mazungumzo ya hivi karibuni ya kisiasa, tukio hilo la Mwigulu Nchemba linaangazia mapambano mapana juu ya udhibiti wa simulizi katika nafasi ya kisiasa ya Tanzania inayoendelea. Kwa kutangaza kampeni ya Chadema kikatiba kama tishio la amani, serikali inaonekana kuwa na nia ya kujenga mtazamo wa umma kabla ya mambo mengine kujiri. Hata hivyo, kuhakikisha kwamba aina yoyote ya maandamano au machafuko au uhamasishaji wa watu wengi inatazamwa kupitia lenzi ya usalama badala ya ushiriki wa raia. Mbinu hii inauweka upinzani katika nafasi ya ulinzi na kulazimisha kuhalalisha sio tu madai yake bali pia mbinu zake. Hata hivyo, upande wa Mwigulu Nchemba anazungumza haya ili kuwatahadharisha Watanzania na maandamano au machafuko kama yale yaliyojiri baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba, ambapo machafuko, fujo ziliweza kujiri na watu wengi waliumizwa na kupata majeraha na hata wengine kupoteza maisha. Mtazamaji, hata hivyo ni kukumbusha kwamba Mwigulu Nchemba hakumtaja Tundu Lissu au Chadema moja kwa moja, lakini aliweza kusema ya kwamba upinzani unajaribu kudhoofisha kwa kutumia jina la katiba, unajaribu kudhoofisha serikali ya CCM kwa kutumia jina la mageuzi ya katiba ili kuleta machafuko na kuzua maandamano. Je, mtazamo ama maoni yako ni yapi kulingana na matamshi haya ya Mwigulu Nchemba? Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa imenisaidia kwa sana. Vile vile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.